Akiwa amevalia sare za kijeshi, Rais wa Urusi Vladimir Putin ametembelea huko Belarus katika mazoezi yanayofanyika, mazoezi yaliyopewa jina la Zapad 2025, ambapo ameelezea madhumuni ya mazoezi hayo ya Urusi na Belarus, ambapo amesema kwamba yamelenga kulinda mipaka kwa kutumia mafunzo kutokana na mzozo wa Ukraine, lakini pia kutokana na vitisho vinavyotoka kwa mataifa ya Magharibi. Anasema Rais Putin, akitaja madhumuni ya mazoezi hayo ambayo watu wa Magharibi, hasa wachambuzi wa mambo, wamesema ni ishara na ujumbe mzito kwa nchi za NATO juu ya kile wanachotaka kufanya. Mazoezi ya kijeshi ya Zapad mwaka 2025 kati ya Urusi na Belarus yalipangwa kuzuia mashambulizi kwa kutumia mafunzo ya kimkakati kutokana na mzozo unaoendelea huko nchini Ukraine. Rais Putin alisema mazoezi hayo yalihitimishwa mnamo Jumanne huku kukiwa na mvutano kati ya Urusi na NATO. Putin alitembelea katika wadhifa wa kamandi huko Mulino, kaskazini magharibi mwa Urusi, ambapo alikutana na waziri wa ulinzi Andriy Belousov. Anasema Rais wa Urusi Vladimir Putin, madhumuni ya zoezi hilo ni kufanya mazoezi ya vipengele vyote muhimu ili kulinda kikamilifu uhuru, uadilifu wa eneo na kulinda dhidi ya uchokozi wowote, Putin alisema. Rais huyo alisema, sasa tumehitimisha mazoezi haya kati ya wanajeshi wetu wa Urusi na wale kutoka Belarus. Wote wako tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya NATO, aliongeza rais huyo wa Urusi Vladimir Putin, akisema kuwa wapangaji wa mazoezi hayo walijumuisha mafunzo waliojifunza kutokana na operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Katika operesheni kulikuwa na madhaifu kadhaa, na hivyo kupitia mazoezi haya kumekuwa na maboresho ya namna ya kukabiliana na watu wa Magharibi ambao mara kadhaa wamekuwa wakipeleka silaha. Mazoezi hayo yalijumuisha wanajeshi 100,000, vipande 10,000 vya vifaa vya kijeshi vikiwemo ndege 333 na karibu meli 250 za wanamaji, rais huyo wa Urusi aliongeza. Wiki iliyopita Poland ilifunga mpaka na Belarus, ikiaita mazoezi hayo ya fujo sana. Mapema mwezi Septemba, Warsaw ilizindua mazoezi ya Iron Defender 25 yaliyohusisha askari 30,000, ambapo Lithuania, jirani mwingine wa Belarus, ilianza mazoezi ya ulinzi wa kitaifa na mashambulizi ya radi wiki iliyopita. Moscow imesema haitashambulia nchi yoyote ya NATO isipokuwa kama itashambuliwa. Mapema mwezi huu Poland ilishutumu Urusi kwa kukiuka anga yake kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani zisizopungua 19, jambo ambalo Moscow imekanusha. NATO ilijibu kwa kupeleka ndege za ziada za kivita ili kushika doria katika anga ya Poland. Hata hivyo, kumekuwa na vitisho kutoka katika mataifa ya NATO, ambapo nchi wanachama wanataka kuhakikisha wanaweza kuidhibiti Urusi kutokana na mashambulizi yaliyofanyika ndani ya wiki hii. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema taifa lake liko tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote, hasa kutokana na namna nchi za NATO zinavyochukulia huko katika vita nchini Ukraine, ambapo wakati huu mataifa hayo yanajiandaa kwa ajili ya mapambano zaidi kwa ajili ya dhidi ya Urusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani.